अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत upinzani wa jumuiya na wanajumuiya ambao wanateswa na wanasumbuliwa si kitu kipya katika historia ya jumuiya, bali pamoja na madai ya Sayyidina alayhi salatu wassalam upinzani huu ulianza. Wengine ambao walikuwa karibu sana na Sayyidina alayhi salatu wassalam na walikuwa wakidai kwamba ni marafiki wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, ambao wao walikuwa wakiamini kwamba hakuna ambaye anaweza kuhudumia Islam wakati huo zaidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Lakini wao waliposikia tangazo na madai ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba Masihi na Mahdi ambaye alisubiriwa ni wewe, katika zama hii kumuunganisha manadamu na Mwenyezi Mungu, na katika zama hii mpendwa wa Mwenyezi Mungu wewe, ni kwa sababu ya hii kwamba siku hizi zaidi yako wewe hakuna anayeweza kumpenda mpendo wa Mwenyezi Mungu. Ni wewe ndiwe uliyekuja sawa na bishara isemayo wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Basi hawa wote ambao walikuwa wakimuita Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba ni Muislamu halisi, na walikuwa wakisema kwamba mfano wake haupatikani katika historia ya Islam, wale watu wakageuka na wakaanza kumtesa na kumsumbua Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kwa ajili ya kumtesa wakaungana na wasiokuwa Waislamu, waliungana na watu ambao walikuwa wakimdhalilisha na wakimfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watu wakafanya kesi ya uaji dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na wakatoa ushahidi wao katika kesi hii. Basi upinzani huu ambao tunaona katika jumuiya
katika jumuiya ya ahmadia si kitu kipya. जब आपके साथ चंद लोग थे, जैसा कि मैंने कहा, sayyidina alayhi salatu wassalam गुजरना पड़ा। wakati masahaba walikuwa wachache pamoja naye, sayyidina alayhi salatu wassalam alidhulumiwa na kesi ilifanywa dhidi yake. Kisha katika maisha yake wafuasi wake walinyang'anywa mali zao बीवी बच्चों की अलैदगी की सजा से गुजरना पड़ा। na vile vile walinyang'anywa wake zao na watoto wao, वफा शारों kiasi hiki kwamba wafuasi wake wawili शहादत katika mji wa Kabul waliuawa. करने वाली खबर भी आपको सुनना पड़ी। उनमें से एक शहीद वो थे जो रईस Miongoni mwa hawa wawili, mmoja alikuwa के अपने मुरीद aliyekuwa kiongozi wa Khost na alikuwa na wafuasi maelfu na maelfu, बड़ी इज्जत का मुकाम रखते थे। na yeye alikuwa akiheshimiwa sana kwa mfalme. फरिश्ता से Basi sayyidina alayhi salatu wassalam मुरीद की शहादत की खबर का सदमा सहना पड़ा। alipata taarifa ya uaji wa huyu mpenzi wake na mpendwa wake ambaye alikuwa mwaminio halisi. sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza habari ya uaji wake katika kitabu chake kitwacho Tazkiratu Shahadatain, कबूल अहमदियत na sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza hali ya uchamungu wake na jinsi ya kujiunga na jumuiya. जिक्र करने के साथ शहादत के बाद Na kwa kueleza hali hii yote ameeleza sayyidina alayhi salatu wassalam matukio ya uwaji wake sawa na barua alizozipokea kutoka kwa wafuasi wake. Na sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza habari ya ushahidi wa uwaji wake, na mwishowe anasema: ewe Abdul Latif, iwe rahama maelfu na maelfu juu yako. Wewe katika maisha yangu umeonyesha imani yako ya hali ya juu na umeonyesha ukweli wako. Kisha sayyidina alayhi salatu wassalam anatusihi katika kile kitabu इस किस्म का ईमान kwamba mimi nasihi jumuiya yangu kwamba imani ya aina hii, yani kama ni imani ya sahibzada Abdul Latif sahib, kwa ajili ya kupata imani hii kila mwanajumuiya anatakiwa afanye maombi. कुछ दुनिया का Maadamu तब तक आसमान पर mwanadamu anapokuwa wa Mwenyezi Mungu na vile vile anakuwa wa dunia, katika hali hii mbinguni jina lake haliandiki katika orodha ya waaminio. मुताबिक अपने अमलों को ढालने की कोशिश। Basi hii ni dua kila mwanajumuiya anatakiwa afanye, na anatakiwa afanye vitendo sawa na hali hii. Tunajua kwamba katika historia ya manabii, उनके मानने वालों पर historia ya manabii inatuonyesha kwamba manabii na wafuasi wao walisumbuliwa na waliteswa na maadui, मौला महबूब खुदा kiasi kwamba मुस्तफ़ा mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyekuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu, कि आपकी खातिर मैंने ज़मीन व आसमान पैदा किया। kuhusu yeye Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa ajili yake mbingu na ardhi imeumbwa. इन मसाइब से और तकालीफ से Yeye na wafuasi wake pia walidhulumiwa na waliteswa, na wale wanaosoma historia wanajua kuhusu hii. औलाद की कुर्बानी के साथ सैकड़ों को जान की कुर्बानी। Kutoa बस जब mamia walitoa mali zao na walijitolea mali zao na nafsi zao pia vile vile. आती है Wakati wote तारीख imtihani na majaribio inapokuja juu ya jumuiya, और आपके सहाबा का basi katika hali hii historia ya manabii na hasusan के नमूने historia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake inatukumbusha kuhusu subra na kuonyesha imara katika imani, भी कायम करता है। na pamoja na hii inatupatia yakini kuhusu hii kwamba imtihani hii na majaribio haya राह हमवाल कर ni dalili ya ushindi utakaopatikana siku zijazo, तरक्की की तरफ बढ़ाते चले जाने के लिए आते हैं।
na inakuja kwa ajili ya kutuongeza na kutuimarisha katika imani कूद करते चले जाने के लिए आते हैं, na kuimarisha uhusiano wetu na mwenyezi mungu na kuleta karibu na mwenyezi mungu. Na vile vile imtihani hii inakuja kwa ajili ya kutukumbusha kuhusu maombi. माल वक्त bila shaka masahaba raziallahu taala anhum walijitolea mali zao na nafsi zao kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya, na hawakujali mali zao na watoto wao katika maendeleo ya jumuiya, katika maendeleo ya islam. बल्कि Lakini maendeleo haya yaliyopatikana yalipatikana kwa sababu ya imtihani hii tu, bali दुआओं के लिए maendeleo haya yalipatikana kwa sababu ya imani ya masahaba wa mtume saa salam walikuwa wanayo, na walikuwa wakiinama mbele ya mwenyezi mungu. जो रात Na mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyekuwa akifanya maombi usiku, na alikuwa akitoa machozi katika maombi yake, सब कुछ na maombi yake कर दिया था, ambaye उस फानी फिला की दुआ aliyejitolea kila kitu kwa ajili ya mwenyezi mungu. Maombi yake alileta mapinduzi yale kwa hakika. इस प्यारे की दुआओं की कबूलियत के जरिए इस्लाम की तारीख Lakini je, और फतूहात का ज़माना kwa sababu ya maombi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ushindi wa islam ni kwa ajili ya miaka 50 au kwa ajili ya karne 2-3 ya kwanza? Haiwezekani. अम्बिया का लक़ब पाने वाले Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni khatamun nabiyin mpaka siku ya kiyama. Bila shaka katika hali hii ushindi huu wa islam pia ni mpaka siku ya kiyama. Bila shaka katikati giza ilipatikana, आखरीन के मिलने से na giza ile imeshapita. वसल्लम के आशिक सादिक के Lakini baada ya kuja kwa akharin, से भेजे जाने baada ya kuja kwa imam mahdi alayhi salatu wassalam, होना था, baada ya kuja kwake, वही नज़ारे hali hile ilitabiriwa itapatikana tena, ambayo waislamu wataona ushindi kama waliona ushindi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyosema kwamba waislamu wa kwanza waliokuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, और फिर वो kisha wale waliopata baraka kwa kupitia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wale waliopata baraka kwa kupitia wale watu hawa watu wote walikuwa wakimtegemea mwenyezi mungu kushinda vitu vingine vyote, na kwa ajili ya hii walikuwa wakizingatia sana maombi, बस na walikuwa wakifanya maombi usiku. तलवार Basi katika हो गया, zama ya mwisho, wakati vita vya upanga imekwisha, kuna haja sana na kuna umuhimu sana wa maombi. बेशक ये ज़माना Kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili, na zama hii ni zama ya jihadi ya elimu, की अहमियत है, और हज़रत मसीह मौद na kuna haja sana na kuna umuhimu sana ya hoja na barahin. जमात को लैस Na sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupitia hoja hizi na dalili hizi ametupatia silaha chungu mzima, कुरान की अजीम शान na hakuna dini nyingine yoyote dhidi ya islam inaweza kusimama dhidi ya islam. के इल्म इब्राहीम भी तब काम आए, Lakini asli ni kwamba अल्लाह ताला hoja hii itatufaa wakati fadhila za mwenyezi mungu itakapopatikana, के हुजूर झुकना na kwa ajili ya kupata na kuvuta rehema na fadhila za mwenyezi mungu, kuinama mbele yake na kufanya maombi ni muhimu sana. जमात अहमदिया जहाँ दूसरे मज़ाहब के सामने इस्लाम की बरतरी साबित करने Siku hizi सीना सिपर है, ikiwa jumuiya ya islamu ahmadia inathibitisha ukweli wa islam dhidi ya wasiokuwa waislamu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत चेहरा na mbele ya dunia की सीरत के हसीन पहलू inathibitisha, inaeleza picha halisi ya islam na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, आप पर हमलों के ना सिर्फ जवाब दे रही है
बल्कि आप पर एतराज करने वालों na inatoa majibu ya shutuma za maadui na vile vile inaonyesha picha ya hawa maadui pia पर एतराज़ात के जवाब दे रही है बल्कि shutuma zinazotolewa dhidi ya Qur'an tukufu jumuiya inatoa majibu yake किताबों पर साबित कर रही है na inathibitisha ubora wa Qur'ani tukufu juu ya dini zingine zote. जब यहाँ Miaka michache iliyopita katika nchi ya Germany, pope wa padri wa nchi hii alitoa shutuma dhidi ya Qur'ani tukufu. अपनी जमात को कहा था कि उसका जवाब Wakati huo niliwaambia jumuiya ya Germany kwamba itolewe jibu lake katika sura ya kitabu, na jumuiya ya Germany ilitayarisha jibu lake na watu wengi walishiriki katika kazi hii, किसी और na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jibu nzuri lilitayarishwa. Hakuna kundi lolote la Waislamu ambalo lilitayarisha jibu la shutuma zake. रहता है इस्लाम की तालीम के खिलाफ Kisha Marekani, padri moja ambaye anapiga kelele sana dhidi ya Islam, बाज़ और जो इस्लाम पर एतराज़ करने वाले हैं लिखने वाले हैं vile vile wengine ambao wanatoa shutuma dhidi ya Islam, majibu yao yalitolewa katika nchi ya Holland na Denmark. Pia jumuiya ilitoa majibu dhidi ya shutuma zao na walionyeshwa picha na kioo chao. आजमा है लेकिन इसके साथ Sisi tunasimama dhidi ya hawa maadui wa Islamu, lakini pamoja na hawa wa maadui wenzetu pia ni maadui wetu, na wao wanaruka mipaka yote katika upinzani wa jumuiya. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर Kwa kujiita Waislamu, सादिक पर जालमाना हमले कर रहे हैं wao की जमात पर wanamsumbua mpenzi na mpendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanaleta shutuma dhidi za jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na maulamaa wa Pakistan wapo katika mistari wa kwanza katika kazi hii. तज़किरतु शहादतैन में ये भी लिखा है Kama Sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika katika Tazkiratu Shahadatain kwamba amir wa Kabul pia alikuwa akiogopa sana kwa mashehe, शायद उसके दिल में na kwa sababu ya fatwa ya mashehe alitoa उन मौलियों के हाथ alitoa fatwa ya kumua Shahzada Saheb, lakini labda moyoni alikuwa akiogopa, बयाने ही lakini yeye alikuwa chini ya पाकिस्तान में भी wale mashehe. हुकूमत Vile vile katika nchi ya Pakistan siku hizi इसकी वजह से अवाम भी serikali na wananchi pia wanaogopa na wako mikononi mwa hawa mashehe wadhalimu. ये लोग वो हैं हुकूमती कारिंदे अक्सर Au जो hawa viongozi wa serikali wengi wao इंसानियत ni को मानने पर मजबूर ni watu ambao wanakubali wanafuata mashehe hawa wadhalimu. सिर्फ अपने जानो माल की वजह से Siku hizi katika nchi ya Pakistan, mwanajumuiya जानो माल के नुकसान की वजह से ही परेशान ambaye या फिक्रमंद नहीं anaishi kule haogopi kwa sababu ya mali yake na kwa sababu ya nafsi yake, कि ये तो अब लगता है हमारी जिंदगी में bali wanajumuiya wengi wananiandikia kwamba hii inaonekana kwamba ni sehemu ya maisha yetu, kwamba kila wakati sisi tunaogopa kuhusu nafsi zetu na kuhusu mali zetu. Lakini pamoja na hii, kitu ambacho kinachotuudhi zaidi ni kwamba इस्लाम के hawa wadhalimu इंतहाई ना wanatumia छाप कर तकसीम maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na vile vile wanaanika mabango ya maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam katika nyumba za serikali. लचर अल्फाज इस्तेमाल करते Kusema maneno machafu labda ni maneno ya kawaida, wao wanatumia maneno mabaya sana dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये Aliyeniandikia anasema kwamba maneno haya नुकसानों से ambayo yanatumika हमारे दिलों को जख्मी करने वाले
yanatuudhi zaidi kuliko hasara ya kila kitu, हिंदी जुबान लाउड na kwa sababu ya hii sisi tunakosa utulivu. देखकर Maneno haya machafu yanatolewa katika loudspeaker na yanayoandikwa katika literature, vitabu. Sisi mioyo yetu inalia sana, तो यह सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते na viongozi wa serikali wanapoambiwa wao हैं कि हम कुछ नहीं hawajali au wanasema kwamba sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. कर सब्र और हौसले की बड़ी अजीम और नई दास्तानें हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी रकम कर रहे हैं। Basi historia ya subra inaandikwa सब्र के जज्बात tena, na kwa sababu ya wale wanajumuia wanaoishi Pakistan. कि खुदा ताला के आगे झुक जाएं। Na ikiwa sisi tunataka subra hii ilete matokeo mazuri, basi dawa yake ni moja, kwamba muiname mbele ya Mwenyezi Mungu na mufanye sida sana, mulie katika sida yenu. जिसने Kuna haja ya kuleta ile hali फतूहात के दरवाजे खोल दिए थे। ambayo ilileta ushindi kwa ajili ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. दुआएं हैं जो हमारे इन लोगों के Siku hizi ni maombi tu ambayo और हमलों से महफूज रख सकती हैं। yanaweza kutulinda katika shutuma za na mashambulio ya hawa maadui wetu. Ni maombi tu ambayo yanaweza kutulinda katika shari ya hawa maadui हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के wapinzani, kwa kutumia jina la Islam में na kwa kutumia jina la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, हो रहा है उसी कदर तेजी wao wanazidi sana katika upinzani ya jumuiya. Kadri wao wanaendelea kuzidi katika upinzani, tunatakiwa tufanye maombi zaidi kuliko hali ile, ili tuweze kupata fadhila za Mwenyezi Mungu haraka iwezekanavyo. Wanajumuiya wanaoishi Pakistan hasusan, nataka kuwakumbusha kwamba आम दुआएं नहीं बल्कि दुआओं खास दुआओं की तरफ kwamba wafanye maombi maalum, si maombi ya kawaida, na wanatakiwa wazingatie sana maombi. Bali pamoja na maombi, kila wiki wafunge saumu ya nafali. दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी अहमदी Vile vile wanajumuiya wanaoishi katika nchi mbalimbali, wanajumuiya wa Pakistan wanatakiwa wafanye maombi sana kwa ajili ya ndugu zao, पाकिस्तानी na vile vile wanajumuiya wa dunia nzima ambao si wananchi wa Pakistan, wao pia wanatakiwa wafanye maombi sana kwa ajili ya ndugu zao wa Pakistan. Wanajumuiya, में लपेटते Mwenyezi Mungu ताकि मुल्क में जल्द awakamate hawa maadui wanaofanya dhulma, ताकि खुदा ili utulivu upatikane nchini na amani upatikane nchini, मुगलजात के जो तुम्हारे ili उनका खात्मा हो ili uongo wanaosema dhidi ya Sinam alayhi salatu wassalam, uongo huu uishe na nchi isalimike. Pengine hakuna dhamana yoyote ya nchi ya Pakistan. हक है कि उनके लिए गैर पाकिस्तानी अहमदी दुआएं करें। Bila shaka hii ni haki ya wanajumuiya wa Pakistan kwamba wanajumuiya wengine wafanye maombi, kwa sababu ni hawa ambao walifikisha ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwenu. यकीनन जब इस्तिरारी कैफियत में दुआएं की जाएं तो खुदा ताला सुनता है। Bila shaka maombi yanapofanywa kwa moyo sana, Mwenyezi Mungu anapokea maombi yale. दरीदा देने की इंतहा हो रही है। Na siku hizi wakati dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam maneno machafu yanasemwa na upinzani umezidi sana, basi hakuna udhia mwingine zaidi kuliko hii ambayo inaweza kutuelekeza kwenye maombi. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye maombi katika hali ya kuwa mustar, kwa sababu maombi ya mustar Mwenyezi Mungu harudishi. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba शनाख्त की ये Mwenyezi Mungu कि तुम्हारा खुदा वो खुदा ameeleza alama ya kumtambua yeye जैसा कि ni kwamba Mungu wenu ni yule ambaye anapokea maombi ya mustar, maombi ya yule ambaye amekosa utulivu kila aina. Anasema amma yujibu almustarra idha daahu, kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, kumbukeni याद
रखो कि खुदा ताला बड़ा बेनियाज है जब तक कसरत से और बार kumbukeni mwenyezi mungu ni asamadhi yeye hahitaji kitu chochote दुआ नहीं करता देखो ikiwa sisi hatufanyi maombi kwa mfululizo mwenyezi mungu pia hajali जब किसी पर सख्त मुकदमा आ जाए angalieni mtoto anapokuwa mgonjwa au mtu में भी जब तक सच्ची तड़प anapopelekwa mahakamani yeye anakosa utulivu kiasi gani maadamu hali hii और बेहुदा काम है ya kukosekana kwa utulivu haupatikani basi maombi hayapokelewi kwa ajili ya kupokelewa maombi istirab ni muhimu sana mwenyezi mungu anasema ama yujibu lmustara iza daahu basi siku hizi kila mwanajumuiya hasusan anatakiwa afanye dua hii अहमदियों को तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए na hasusan wanajumuiya wa pakistan wanatakiwa wafanye maombi kwa kulingana na hali ya pakistan अहमदियों पर जुल्म की इंतहा से निजात के लिए बहुत ज़्यादा और wanajumuiya wanatakiwa wafanye maombi ili जैसा कि मैंने कहा dhulma inayofanywa juu ya jumuiya uishe na wanajumuiya kwa ajili hii इजहार wanatakiwa wafanye maombi na wanajumuiya wa pakistan wanafanya maombi haya इसका इजहार होना चाहिए wanajumuiya kadhaa wanafanya maombi lakini wanatakiwa wanajumuiya wote wafanye maombi ya aina hii जालिमों और जुल्मों से na kila mwanajumuiya kwa kuhalisisha imani yake anatakiwa afanye maombi ili ukovu upatikane katika इस्लाम ने kwa hawa madhalimu वो याद है na kuhusu hii sainam alah salatu wassalam ametukumbusha nakumbuka wakati wa halifa mtukufu wa 4 nilipokuwa katika rabwa na yeye aliniteua kuwa nazri ala हालांकि उस वक्त हालात आजकल के हालात का उशरे शीर भी na wakati huo कोई निस्बत ही नहीं wakati huo sina halifa mtukufu wa 4 alisema alikumbusha kuhusu maombi पाकिस्तानी अहमदी na wakati huu hali ilikuwa si mbaya kama siku hizi na nilisikia katika ndoto sauti moja kwamba ikiwa 100% wanajumuia wa pakistan wakianguka mbele ya mwenyezi mungu wakianza kufanya maombi basi hali hii itabadilika katika masiku kadhaa अपनी हालतों की दुरुस्ती की तरफ kuanzia siku ya kwanza nakumbusha jumuiya kwamba mujaribu kurekebisha hali zenu na mufanye maombi sana और वो मेरा हर मजमून इसी तरफ फिर जाता है na hutuba yangu kila hutuba yangu inaenda अल्लाह ताला mada yake inakuwa hii के साथ जो खुदा ताला का hakuna shaka kwamba ahadi aliyofanya mwenyezi mungu aliyofanya ahadi na sinama alah salatu wassalam kwamba ushindi utapatikana ushindi huu lazima utapatikana hakuna shaka ndani yake hata kidogo si kwamba ushindi utapatikana bali tunaona kwamba unaendelea kupatikana na ahadi hii inaendelea kutimia लेकिन जमात को दुआओं की तरफ बहुत na katika nchi ya pakistan और इस वादा पूरा होने के jumuiya inatakiwa ifanye maombi sana कि अल्लाह ताला के फजल से ili hali hii tuweze kuona katika nchi ya pakistan kwa fadhila za mwenyezi mungu kwamba kule ingawa hali ni mbaya sana upinzani umezidi sana lakini jumuiya inaendelea kupata maendeleo तो जिस नीयत से किया kila hila na kila shambulio la maadui नताइज हासिल नहीं करने देता linarudishwa जाए में दुश्मन kwao kwa fadhila za mwenyezi mungu ये तो maadui wamefanya mipango mibaya sana lakini mwenyezi mungu analinda इस्लाम की जमात na hii ni ahadi ya mwenyezi mungu kwamba kwa fadhila zake लेकिन ये इब्तला हम mwenyezi mungu anaendelea kulinda jumuiya ya sayyidina alah salatu wassalam रागिब करने वाले होने चाहिए lakini imtihani hii na majaribio haya yanatakiwa yatukumbushe yatuelekeze kwamba sisi tumwombe mwenyezi mungu zaidi kuliko zamani na kila mtoto wetu na vijana wetu na wazee wetu na kina mama अल्लाह ताला के हुक्मों के wao waache tamaa ya nafsi zao पर गर्दन झुकाकर हकूकुल्लाह और na wainame
mbele ya mwenyezi mungu na wawe waatiifu wa mwenyezi mungu na watekeleze haki za mwenyezi mungu na haki za watumishi wake, haki za viumbe vyake. इंशाअल्लाह ताला फना हो जाएंगे। ikiwa wakifanya hivi tutaona kwamba hawa wadhalimu wataangamia mbele ya macho yetu. लेकिन इस तकदीर के गालिब आने kudra ya mwenyezi mungu itashinda lazima, जल्दी या देर lakini बंदों के अमाल और दुआओं baadhi wakati kwa sababu ya vitendo vya mtu na kwa sababu ya upungufu wa maombi kudra hii inaahirishwa, na baadhi wakati kizazi kimoja kinasubiri ushindi huu ule. Lakini kama mwenyezi mungu anapoamua kwamba atafanya kazi fulani, mwenyezi mungu anasema ikiwa nyinyi mnataka haraka ushindi ule, basi फैसला के जो मैंने मुकद्दर किया हुआ है basi mulete करने के लिए mabadiliko ndani yenu तबीयतों में एक इनकलाब पैदा कर। na mulete mapinduzi ndani yenu ili uamuzi huu ambao nimeamua upatikane haraka. बस आए और आज Na mnatakiwa mueleze ujumbe wa mwenyezi mungu, वाहिद njoni leo nafanyeni maombi sana, हम में से हर एक खालिस होकर अल्लाह ताला के आगे झुक जाए। kila mmoja wetu अल्लाह ताला की रहमत ainame mbele ya mwenyezi mungu ili rehema ya mwenyezi mungu ambayo iko tayari आलमों से निजात दे। kutusaidia itusaidie अगर 100% na ituokoe katika hawa wadhalimu. अक्सरियत में Ikiwa mapinduzi 100% haipatikani, basi wengi wetu ताला हम पहले से बढ़कर wanatakiwa walete mapinduzi na mabadiliko haya ndani yao. Tutaona katika hali hii, tutaona ushindi utapatikana zaidi kuliko zamani. Mwenyezi mungu atujalie tuweze kuelewa madhumuni ya maombi na vile vile tuweze kuzingatia adabu za maombi ili वाले बन सके। tuweze kuvuta na kupata fadhila za mwenyezi mungu haraka iwezekanavyo. दुआएं हम कर रहे हैं, Tusifikirie कबूल नहीं कर रहा, hata नज़ारे नहीं दिखा रहा। kidogo kwamba tunafanya maombi sana lakini mwenyezi mungu hapokei au haonyeshi ule ushindi. Mwenyezi mungu anapokea maombi yetu yote, अपनी रहमत खास से hata tukifanya maombi kidogo na tukifanya juhudi kidogo, mwenyezi mungu anatupatia matunda kiasi kwamba tunashangaa kwa kuona matunda haya, na imani yetu inazidi juu ya mwenyezi mungu, inaimarika juu ya mwenyezi mungu. Kama niliyosema, hila wanayofanya maadui katika Pakistan मुकाबले में na wanaendelea kubuni hila zao siku hadi siku, matokeo wanayopata ni kidogo sana. ईमान में भी तरक्की कर रही है। Kisha katika nchi ya Pakistan jumuiya inaendelea kuimarika katika imani na kupata maendeleo katika imani. Vile vile ni fadhila chungu mzima za mwenyezi mungu ambazo jumuiya inashuhudia मुतारफ करवा रहा है और तरक्कियात दिखा रहा है। duniani. Mwenyezi mungu anatambulisha jumuiya na maendeleo yanayopatikana duniani. Hii pia ni kwa sababu ya fadhila ya mwenyezi mungu na kwa sababu ya juhudi ndogo tunayofanya na kwa sababu ya maombi yetu kidogo tunayofanya, fadhila hii inapatikana. कि नाउजुबिल्लाह Ikiwa mtu yeyote anafikiria moyoni mwake hata kidogo kwamba nauzubillah, mwenyezi mungu hapokei maombi yetu, basi anatakiwa afanye istighfar na anatakiwa akumbuke kwamba mwenyezi mungu ni malik. से चले जाना। Kazi yetu ni kumwomba maliki wetu, जिन्हें हमें पूरी तरह अदा करना। lakini kwa ajili ya hii pia kuna adabu, tunatakiwa tuzingatie adabu hii. मसीह अलैहिस्सलाम दुआ के आदाब Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza adabu za maombi खास तौर anatukumbusha, आपने हमें बताया कि दुआ करते हुए alisema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alituambia kwamba wakati wa kufanya maombi msichoke hata kidogo कि वो सुनता नहीं। na msiwe na dhana mbaya juu ya mwenyezi mungu kwamba yeye hasikii maombi. कानून कुदरत के तहत अपना वक्त लेती है। दूसरे कबूलियत के नज़ारे Na kupokelewa kwa maombi ina wakati wake sawa na kudra ya mwenyezi mungu. में मांगा
na wala si lazima kwamba sisi tuone matokeo sawa na maombi yetu tuliyofanya, bali Mwenyezi Mungu katika जैसा कि मैंने कहा katika sura ingine anatuonyesha mapenzi yake na anapokea maombi yetu. पाकिस्तान की कुर्बानियों Kama niliyosema, katika maendeleo ya dunia kuna sehemu kubwa sana ya dhabihu na maombi ya wanajumuiya wa Pakistan. क्या Na vile vile kitu kingine ni kwamba mtu anatakiwa ajichunguze sana nafsi yake. Je, आस्थाने पर झुकाया है? amefanya dua kwa kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na ameinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu? जगह दुआ के Mtu atakapofikiria hivyo ataona kwamba yeye ni mwenye makosa. कि खुदा ताला से Kisha Sayyidina Ali sallallahu wasallam anasema kwamba wakati wa kufanya maombi, और अक्लमंद ikiwa wakati mtu anafanya maombi anatakiwa awe na adabu. मद्देनजर रखते हैं Mwenye akili anapomwomba mfalme kila wakati wanazingatia adabu ile. Kwa hiyo katika sura Al-Fatiha Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba namna gani tunatakiwa tuombe, na ametufundisha kwamba alhamdulillahi rabbil alamin, yani sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu. Arrahman, ये कि देने वाला yani yeye anatupatia bila kuomba na bila इंसान की सच्ची kuomba, na Arrahim, na mtu anapofanya juhudi Mwenyezi Mungu anapatia matunda yake. Maliki yaumiddin, yeye चाहे मारे ni maliki wa siku ya kiyama, आखिरत की भी और इस दुनिया की भी उसके हाथ में है। एक जजा सजा na yeye anatupatia ujira katika dunia hii na katika akhera pia vile vile, कि जब इस कदर तारीफ na ujira huu ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. उसे ख्याल आता है Mwanadamu anaposifu जो कि रब है, रहमान kiasi hiki रहीम है, anagundua kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, ambaye ni Arrahman Arrahim अल्लाह की इन सिफात na Maliki yaumiddin, गायब होता है। na anakuwa na iman bilghaib juu ya sifa hizi za Mwenyezi Mungu. उसे हाजिर नाजर जानकर पुकारता है। ये पहली हालतें जो अल्लाह ताला Kisha anamuomba na anamuita Mwenyezi Mungu kana kwamba yeye yupo mbele yake, करता है, फिर अल्लाह ताला को वो हाजिर नाजर na imani hii ambayo inakuwa bilghaib inazidi kiasi hiki kwamba anamuona Mwenyezi Mungu mbele yake. Kisha anasema iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim, इसमें किसी किस्म की कजी नहीं है। e Mola unionyeshe njia iliyonyoka. अंधों की होती है कि मेहनतें कर करके थक जाते हैं, Njia moja inakuwa njia ya vipofu ambao wanafanya juhudi sana lakini hawapati matokeo mazuri, lakini njia ingine ni ile ambayo kwa kufanya juhudi matokeo mazuri yanapatikana. Kisha mbele siratal lazina anamta alaihim, njia ya wale ambao walineemeshwa. Hii njia ni njia iliyonyoka. Kwa kufuata njia hii inam zinapatikana. Ghairil maghzubi alaihim, si njia ya wale ambao ghadhabu yako ilishuka juu yao, wala dhalin, wala si ya wale ambao waligeuka na walipotea. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie na tujue adabu za maombi. सिफात जो रब रहमान रहीम Katika sifa za Mwenyezi Mungu ni Rab, Rahman, Rahim na Maliki yaumiddin. सिफात पर Mtu anatakiwa awe imani kamili juu ya sifa hizi. तो फिर ही Anapokuwa imani kamili juu ya sifa hizi za Mwenyezi Mungu, ndipo atazingatia ibada na maombi. उससे मदद का Katika hali hii, kwa unyenyekevu atamuomba Mwenyezi Mungu msaada उसे पुकार kwa ajili ya kupata baraka na inam. अपने Atam, को नवाजता है। atamuita Mwenyezi Mungu. ये खौफ रहना चाहिए Inam ambazo Mwenyezi Mungu anawapatia waja wake, भड़काने वाला ना, anatakiwa awe na hofu kwamba isije kazi yangu yoyote, amali yangu yoyote isimkasirishe Mwenyezi Mungu. Kila wakati awe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala moyoni mwake. कि कभी मैं अपने खुदा से Mnyenyekevu huyu
anakuwa katika juhudi kila wakati kwamba isije awe mbali na mwenyezi mungu, बस isije amsahabu mwenyezi mungu. hali hii inapopatikana, basi maombi yanapokelewa फतुहात के निज़ाम na inamu zinaletwa karibu naye दुश्मन की तबाही na ushindi unaonyeshwa na ने कहा kuangamia kwa maadui inaonekana, अपने ईमान kama tuliyosema kwamba njoni खालिस होकर na muimarishe imani yenu kuliko zamani, हमारा दुश्मन na muiname mbele ya mwenyezi mungu kwa moyo safi. ikiwa mdui wetu amepita ameruka mipaka yote ya uadui wake, sisi pia tunatakiwa tufanye kama sainam alah salatu wassalam alisema kwamba sisi tumejipoteza katika mapenzi ya mwenyezi mungu. मांगेंगे sisi tutakapoomba msaada wa mwenyezi mungu kwa kujipoteza वो बर्बाद कर देगा। katika mapenzi ya mwenyezi mungu, basi mwenyezi mungu atatukimbilia na atawaangamiza maadui wetu wote. जो अल्लाह ताला से खालिस ताल्लुक रखने वाला है वाला Mwanadamu ambaye तारियों को anakuwa urafiki na mwenyezi mungu, दुआओं से जो अर्श के पाए हिला दिया करती हैं, alikuwa उन दुआओं akimwogopa mfalme उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर kwa maombi, उन दरबारियों को ये कहने पर मजबूर na anaweza इन तीरों का मुकाबला kumwambia kwamba mtashindwa, तो हम यकीनन na anaweza kumwambia kwamba sisi hatuwezi kusimama mbele ya silaha za dunia, करने वाले हैं। lakini mwogope silaha ya maombi. ये Basi wale ambao ni wafuasi wa sayyidina alah salatu wassalam, चारों के साथ ambao wamepewa bishara hii kwamba mimi nipo pamoja nawe na pamoja na wapendwa wako, sisi tufanye maombi, na tukisimama dhidi ya maadui kwa mikuki ya maombi, bila shaka katika hali hii ufaulu utapatikana na ushindi utapatikana. जिसकी वजह से Lakini labda wale wafanyakazi wa mfalme walikuwa na wema, खौफ की वजह से kwa hiyo और अपनी जगह बदल ली, kwa kuogopa waliacha kumsumbua yule mfalme na yule mzee. जो रसूल के नाम Na hawa maulamaa mashekhe wa siku hizi ambao kwa jina la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, जुल्म का बाजार कर kwa jina la yule ambaye ni rahmatul lil alamin, wanafanya dhulma sana. उन्हें तो ना खुदा Hawa watu hawana wema vya aina yoyote ndani yao, hawamwamini mwenyezi mungu wala hawamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. hatuwezi kutegemea kwamba watatufanyia wema. Inaonekana kwamba mwisho wao ni mbaya sana na ni maangamio tu, na hii inaweza kufanyika kwa mikuki yetu ya maombi ya usiku wetu. तसल्ली दी थी Basi sisi ni watumishi wa masihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenyezi mungu alimbashiria kwamba mimi niko pamoja nawe na pamoja na wapendwa wako. Basi sisi tutakapomuita mwenyezi mungu आएंगे तो यकीनन खुदा na के खास tutarusha mikuki yetu ya maombi juu ya maadui, bila shaka mwenyezi mungu atatuonyesha nishani ya ushindi. Basi dua ni silaha ambayo कामिल यकीन और खालिस होकर काम ले तो कोई इसके मुकाबले mtu akiitumia hii kwa yakini na kwa imani, hakuna anayeweza kusimama mbele yake. Hakuna shaka ndani yake kwamba सलाम खुदा ताला के भेजे हुए और उसके फरिश्तादे हैं। sayyidina alah salatu wassalam alitumwa na mwenyezi mungu na ni nabii wake, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में na ni yule बंदे को खुदा ambaye लिए आए थे। तो फिर इस बात में भी कोई शक ambaye alikuja kumuunganisha manadamu na mwenyezi mungu na kumleta karibu na mwenyezi mungu. Bila shaka ahadi alizofanyiwa lazima ahadi zote zilatimia. नाउजुबिल्ला हल्का सा भी शक नहीं कि खुदा ताला अपने वादे Sisi hatuna shaka kuhusu hii nauzbillah hata kidogo kwamba mwenyezi mungu hatimizi ahadi zake. Bila shaka mwenyezi mungu anatimiza ahadi zake zote. Yeye ni
mwenye kutimiza ahadi zake. आज तक मुखालफतों Kama nilivyosema kwamba tangu sayyidina alayhi salatu wasalam amefanya madai ya masihi aliyeahidiwa, upinzani ulipatikana kiasi kwamba wakati wa halifa mtukufu wa pili maadui walisema kwamba wao watamaliza jumuiya kule katika Qadian. शख्स ने हुकूमत के नशे में जमात अहमदिया के हाथों में कुछ को Kisha mtu mmoja पकड़ाने की बड़ मारी थी। alisema kwamba atafanya jumuiya itakuwa kama ni maskini, कहकर na mwingine उखेड़ने की कसम खाई। kwa sababu ya क्या हुआ? tamaa ya utawala alisema kwamba jumuiya ni cancer, lakini mnaona jumuiya siku hizi imeenea katika nchi 200. Silsila hii ni ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameleta silsila hii kwa ajili ya huisha Islam tena duniani, हम अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के नज़ारे देखते हैं। na kila wakati tunaona msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana. तो ये नहीं Ikiwa kuna jambo la kufikiria ni jambo hili kwamba sayyidina alayhi salatu wassalam si mkweli wa sayyidina alayhi salatu wassalam, si mkweli wa Mwenyezi Mungu, वादों को नाउजुबिल्लाह पूरा नहीं au nauzubillah Mwenyezi Mungu hatimizi ahadi zake alizozifanya na sayyidina alayhi salatu wassalam, bali inatakiwa fikira iwe kuhusu hii kwamba je, sisi tunatimiza majukumu yetu vizuri au la? Je, sisi tunafanya maombi au la? करने वाले हैं या नहीं। Je, sisi tunatimiza haki ya kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu au la? या नहीं। Je, sisi tunainama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu au hapana? Basi hii ni kazi yetu kwamba tutimize majukumu yetu. जालिमाना अल्फाज सुनकर और पढ़कर सिर्फ अफसोस करने वाले, Kwa kushikia maneno machafu dhidi ya sayyidina alayhi salatu wassalam, इजहार करने वाले ना हों, बल्कि tusiweze kusema tu kwa maneno kwamba tumekosa utulivu, bali kwa maombi ya usiku करवाने की कोशिश करने वाले बने। tulete kudra ya Mwenyezi Mungu karibu, na ili kudra hii itimie haraka ऐसी दुआओं की kwa katika sura ya jumuiya na kwa kibinafsi pia. Kila mwanajumuiya afanye hivi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu, इलाही को हिला दें tuweze kufanya maombi और अल्लाह ताला ambayo yanapokelewa huko mbinguni. फरिश्तों को हुक्म दे कि जाओ Mwenyezi Mungu aamuru malaika wake kwamba naendeni na mkasaidia hawa waliodhulumiwa, जो मुझे इस दुआ na Mwenyezi Mungu amwambie इन्नी मगलूबुन फंतसिर, malaika wake खुदा kwamba wale ambao wananiita kwa kusema rabbi inni maghlubun fantasir, e Mola nimeshindwa, wewe uangamize maadui wangu, बस जाओ wasahikum tasihika, na uwasage vizuri. Basi nendeni enyi malaika na saidieni hawa waliodhulumiwa na walioteswa, के जोन में जुल्मों का निशाना बना रही है, जिनको हाकिम hawa ambao wanadhulumiwa na maadui ambao wanafahari kwamba wao ni wengi, करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको na wao kwa sababu ya dhulma wananyima haki zao. सफाई हस्ती से मिटा, Hawa ambao wanajiita maulamaa जिनका na wanadai kwamba watawamaliza katika ardhi, की आवाज पर ये ऐलान किया na कि हमने मुनादी की आवाज kosa lao ni hili tu kwamba wao waliitikia sauti ya nabii wangu, mjumbe wangu, enyi malaika, basi nendeni duniani na saidieni hawa watu, na waambieni dunia kwamba hawa watu ni wale ambao waliniitikia na walisema labbaik, na mimi ni msaidizi wao na mimi ni rafiki yao. Leo pia tangazo hili langu ni kweli kwamba fanema almola wa nema nasir, ni Mwenyezi Mungu ni rafiki mbora na vile vile msaidizi mbora. Yoyote atakayepambana na hawa marafiki zangu ataangamia, अल्लाह ताला के आगे झुक जाए।
kwa ajili ya kupata mapenzi haya na ya mwenyezi mungu kila mwanajumuia ainame mbele ya mwenyezi mungu na afanye maombi sana हजरत का हुक्म जारी kiasi kwamba kutoka mbinguni हम कमजोर हैं amri itolewe ya msaada wetu dhidi ya maadui wetu जो ये लोग sisi ni wanyonge sisi hatuwezi kuwaadhibu अल्फाज इस्तेमाल maadui hawa watu ambao wanatumia maneno machafu dhidi ya seinam alahi salatu wassalam basi dawa ni moja tu kwamba muilie sana katika sajda yenu हामी को पुकारें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na muite mwenyezi mungu ambaye ni rafiki wa watumishi wake na muite mungu wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye दुश्मन का हर मकर aliwafanya wale wanyonge kuwa viongozi आज हम तुझसे तेरी रहमत e mola wetu और जलाल वास्ता देकर leo sisi करते हैं tunakuomba kwa rehema yako मानने का दावा करने वालों ने hii ardhi ambayo wale ambao wanadai kwamba ni wafuasi wa mpendwa wako na wamefanya ngumu kwa ajili ya इसे हमारे लिए kwa ajili ya watumishi wako wamefanya ngumu kuishi kwa ajili ya watumishi wako katika ardhi hii e mola wetu upanue ardhi hii kwa ajili ya watumishi wako na hawa watu ambao wanataka kufanya ardhi hii ya miiba basi e mola wetu utufanyie ardhi hii iwe pepo kwa ajili yetu na e mola ufanyie ardhi hii iwe maua kwa ajili yetu na utujalie tupate maendeleo katika uchamungu रिसालत आ फरमा हमारी दुआओं को हमेशा na utupatie urafiki utakaoendelea na upokee maombi yetu नाम निहाद उलमा के चुंगल से निकाल कर अपने हबीब के आशिक के साथ e mola utujalie tuweze kusalimisha watu katika mikono ya hawa wadhalimu na tuweze kuleta katika umma wa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam watu hawa ili waweze kutimiza haki ya kuwa kheri umma bora e arhamurrahimin uturehemu na utuwezeshe tufanye अफसोसनाक hivi जालमों के जुल्म का एक निशाना sasa और अहमदी hivi kuna habari ya huzuni mwanajumuiya mmoja pia ameuawa na hawa maadui wadhalimu किया गया गुरु मास्टर राना दिलावर और ambaye ameuawa siku chache iliyopita bwana master rana dilawar husein saheb shahid mtoto wa muhammad sharif saheb alikuwa mwenyeji wa shekhpura mwalimu dilawar husein saheb पूरे में पैदा हुए tarehe 25 mwa Mei 1969 alizaliwa katika shekhpura alisoma kule na alipata digri ya ba baadaye alifanya course ya mwalimu जगम अक्टूबर 2011 हफ्ते के दिन दोपहर 12:30 tarehe mosi wa oktoba 2011 mchana saa 6:30 watu waliingia shuleni na alikuwa anawasomesha watoto wale में लगी और वहाँ पे शहीद wakaja wale maadui wakaja shuleni na wakapiga risasi na akafariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun काफ़ी स्कूल में तो जख्मी हालत में थे काफ़ी हालत ख़राब थी kule shuleni alijeruhiwa sana alikuwa anapelekwa hospitalini lakini njiani alifariki तबीयत में शुरू ही से alikuwa mwanajumuiya mpya की तलाश जस्तजू थी tangu mwanzo alikuwa akipenda sana kutafuta haki na alikuwa akikutana na maulamaa na alikuwa akisoma vitabu na alikuwa akifanya upelelezi kuhusu makundi ya islam na kwa बिदात फैली हुई उलमा पे sababu ya kusoma vitabu na kwa sababu ya tabia yake nzuri बातें आज रस्म रिवाज की aliacha bidhaa zote इनसे आपको नफरत थी na bidhaa kama कुल है तवीज़ bidhaa ambazo zimeenea sana katika islam kwa mfano hitima na kutengeneza hirizi aliacha hata kabla ya kujiunga na jumuiya na alikuwa akiwaambia jamaa zake pia kwamba acheni hii si ni ufidhuli na alipata ujumbe wa jumuiya kwa kupitia jamaa zake रवा भी आए na kwa ajili ya kufanya utafiti kuhusu jumuiya alienda rabwa pamoja na jamaa zake mara kwa mara na alisoma vitabu na vile vile alikuwa akiangalia vipindi vya mta एक मारू na katika hali hii
alikutana na mwanajumuiya mashuhuri sana kule, akawa chini ya mahubiri yake, kisha akajiunga na jumuiya. Alipoambiwa kwamba ufanye utafiti zaidi kuhusu jumuiya kisha tutakubali baiati yako, akasema kwamba chukueni baiati yangu, mimi sijui na wakati gani nitapata kifo, na mimi sitaki nife kifo cha ujahili. Kwa hiyo akafanya baiat. Tarehe 29 wa Desemba 2010 pamoja na mke wake na watoto wake akajiunga na jumuiya. Na baada ya kujiunga na jumuiya, mabadiliko makubwa yalipatikana katika hulka zake. Alianza kuzingatia zaidi swala na akaanza kusoma Qurani tukufu, na alikuwa akiwasii watoto wake pia, na alikuwa akifanya akiswali sala ya jamaa nyumbani, na alikuwa akipenda sana khilafat. Baada ya kufanya bayat aliweka MTA nyumbani kwake, na alikuwa akiangalia hutuba, na alikuwa akiwaambia watoto wake pia waangalie, na alikuwa akiangalia vipindi vya MTA, na alikuwa akipenda sana mahubiri sana, na alikuwa akiwaalika jamaa zake na walimu wenzake pia, na alikuwa akileta hawa kwa mbashiri kwa ajili ya kuuliza maswali, na alikuwa akisoma vitabu, na alikuwa akiwapatia vitabu na kanda za redio kwa marafiki zake. Mbashiri mmoja aliniandikia kwamba alikuwa akipenda sana jumuiya na alikuwa akiheshimu sana nidhamu ya jumuiya, na alikuwa akipenda sana mabashiri na viongozi wa jumuiya, na alikuwa akiwapatia karamu sana watu. Alikuwa akienda kwa ajili ya kusali Ijumaa bila kukosa pamoja na watoto wake, na alikuwa akifanya tarbiyat ya watoto wake, na alikuwa na hamu kwamba mtoto wake mdogo awe mbashiri wa jumuiya, na kila wakati alikuwa tayari kwa ajili ya kujitolea. Na mara baada ya kufanya bayat alianza kutoa michango. Alipata upinzani sana baada ya kujiunga na jumuiya. Jamaa zake na marafiki zake walipiga walisusa, lakini aliendelea kuimarika zaidi. Jamaa zake walimleta kwa mashekhe kwa ajili ya mjadala, lakini mashekhe walikuwa hawana hoja, kwa hiyo walikuwa wakishindwa kila mara. Mashekhe wakafanya mkutano mbele ya nyumba yake, akaenda kule peke yake. Mashekhe waliposhindwa hawakuweza kutoa hoja, wakaanza kutoa fatwa ya kumua yeye, na wakaanza kutoa fatwa ya kafiri, lakini aliendelea kukaa pale bila kuwa na hofu ya aina yoyote, na alijaribu kuzungumza nao kwa hoja, lakini kwa sababu mashekhe walikuwa hawana hoja, kwa hiyo wakamtukana sana. Alioa mke wa kwanza, na mke wa kwanza alifariki, kisha mwaka 93 alioa tena, na alijaliwa watoto wa kiume 2 na mabinti 2. Umri wao ni miaka 17, 9, 7 na 15. Mwenyezi Mungu apandishe daraja ya marehemu, na Mwenyezi Mungu awapatie imara watoto wake, familia yake, na Mwenyezi Mungu awapatie subra sana. Jeneza yake nitaswalisha baada ya swala ya Ijumaa. Kuna jeneza ingine pia ya ghaibu ambayo ni jeneza ya Abdul Jabbar Sahib, ambaye alikuwa mfanyakazi wa zamani wa Fazil Umar Hospital. Tarehe 4 wa Oktoba asubuhi saa 2 alifariki. Alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, alikuwa maradhi ya moyo, lakini alikuwa anapata matibabu pia, lakini hata katika hali hii pia alikuwa akija hospitalini, na alikuwa umri wa miaka 69.
takriban miaka 45 aliitumikia hospitali ya Fazli Umar. Aliwahudumia wazee wa jumuiya. Halifa mtukufu wa 3 pia alimhudumia sana. बड़े मिलनसार और मुनकसर मिजाज थे, बल्कि मैंने देखा है alikuwa mtu mpole sana na alikuwa na mwenye bashasha na hulka njema. Nimeshuhudia kwamba alikuwa mwenye hulka nzuri katika wafanyakazi wote wa Fazil Hospital. Mwenyezi Mungu apandishe daraja yake na awapatie subra familia zake. Jeneza ya 3 ni ya Bana Nasir Zafar Saheb, mtoto wa Maulana Zafar Saheb. Huyo pia ingawa alikuwa akifanya kazi katika serikali, lakini alitumikia jumuiya mara kwa mara. Baada ya kustaafu alitumikia jumuiya kama ni wakfu. Alikuwa urafiki na uhusiano nzuri na watu na halifa mtukufu wa 3 na 4, na mimi pia nilikuwa nikimtuma kwa ajili ya kazi ya jumuiya kwa sababu alikuwa na uhusiano mzuri na watu mbalimbali. Alikuwa social worker na alikuwa akijua namna ya kuishi na watu. Mwenyezi Mungu apandishe daraja yake na Mwenyezi Mungu ajalie subra familia zake. Jeneza hizi zote inshallah baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.